Marehemu nina ukaribu naye, lakini sio kivile, lakini unajua msiba unapotokea, msiba hauna wenyeji. Sehemu yoyote kunapokuwa na kilio, basi unapokuwa mwanadamu, unapojisikia pale umepata nafasi kuhudhuria, basi pia unatakiwa uhudhurie. Lakini katika wenyeji wengine, unajua mimi zamani nilikuwa katika tasnia ya sanaa, Kaole Sanaa Group. Kwa hiyo nimefanya sana sanaa Kaole Sanaa Group pale. Kwa hiyo sasa unapoona marehemu naye alikuwa katika tasnia zetu, kwa hiyo na mimi ni miongoni mwa chimbuko la hiyo. Kwa hiyo nimeona acha na mimi nihudhurie, tujiunge na familia. Wapo walikuwa wanahusisha kifo cha marehemu na imani za kishirikina. Ukiwa wewe kama ni mtaalamu wa tiba asilia na mtu ambaye mwenye maono, ni kweli kifo cha marehemu unaweza kukihusianisha na imani za kishirikina? Kwanza, kitu cha kwanza kabisa, binadamu anapofariki, kabla ya yote kwanza tunasema kwamba tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Kila mwanadamu anakuja duniani ana sababu zake za kuweza kuondoka. Sasa binadamu anapofariki, basi kuna mengi watu watasema. Unajua kifo ni kitu kingine na kuuguza ni kitu kingine. Kuuguza usikie kwa mwenzako. Kuuguza usikie kwa mwenzako unapokuwa unauguza, na sio tu kuuguza kwa mwenzako, hata wewe hapo ulipo unapopatwa na damage yoyote katika mwili wako. Mwanadamu yoyote haishiwi kuwaza hiki na hiki na hiki. Ila kwa upande wangu mimi siwezi kusema kwamba kuna ushirikina ama hakuna ushirikina. Mimi nachoamini mwanadamu kwamba amefariki na kweli kwamba amefariki. Ila sasa ushirikina ama kuna vitu vingine, endapo kama ningelikuwa nimeitwa na familia kwa ajili ya kuweza kuangalia wakati yule mgonjwa anaumwa, sasa na mimi ningefanya jambo langu la kuweza kuangalia, kwa sababu uchawi upo, uganga upo na watu kweli wanalogana. Lakini siwezi kusema marehemu amekufa kwa ushirikina ama akufa kwa ushirikina. Hilo namba moja. La pili, niliona kwa sababu baadhi ya waganga walijitokeza, kwa sababu walisema kwamba marehemu huyu aletewe wakati anaumwa, kabla hata manake kabla ya kufariki. Alijitangaza mtaalamu mmoja akasema, bwana mimi naomba niletewe huyo mtu atakuwa ana nguvu za kichawi ambazo amefanyiwa. Bahati mbaya mzuri, yule mtu alichukuliwa akapelekwa kwa huyo mtaalamu, na mtaalamu akafanya mambo yake anayoyafanya, akatuhakikishia sisi wengine, akasema kwamba kazi nimemaliza, hapo aende akafanya operation na vitu vingine vitakuwa vinaenda sawa. Lakini kuna vitu ambavyo baadaye watu katika kukaa kwetu tukasikia kule operation kweli imeenda salama, lakini mwisho wa siku dada yetu akawa ametutoka. Lakini sasa hapo narudi, kitu mtu anawezekana kawa kweli amefanywa ushirikina, lakini natoa tahadhari kwa ndugu, hata na wewe ambaye uko hapa, mtaalamu ama waganga wengine wasiwe wachonganishi kwenye familia za watu. Unajua, unapotangaza mgonjwa kama huyu amerogwa ndani ya public za watu, alafu mwisho wa siku, unajua mtu anapokwenda kwa mganga, awe Muislamu awe Mkristo, atakwenda kwa sababu ya shida. Sio watu wote wanapenda kwenda kwa wataalamu. Sasa mganga unapotokea kutangaza matatizo ya mgonjwa wako the public, kwanza unamsababishia matatizo yule mgonjwa wako, kwa sababu kwenye public, kama ni aliyefanya lile tukio ni ndugu, manake atapata taarifa. Kama aliyefanya lile tukio manake ni jirani, manake atapata taarifa. Mwisho wa siku utamtengenezea matatizo hata yule mgonjwa. Kwa hiyo hata kama wewe ulikuwa una dawa za aina yoyote ambazo zilipaswa kweli kumsaidia huyu alilogwa, kwa hiyo pia unatengeneza mazingira magumu. Kwa hiyo waganga wengi wako kibiashara. Wapo kibiashara kwa sababu unapomtangazia mgonjwa na kumweka sehemu ze public, kwanza umemuingiza katika vitu ambavyo katika jamii inamchukulia yule mtu ni mchawi, ni mshirikina, kwa sababu watu wengi wanapokuja kwetu wanakuwa na imani za namna hiyo. Kwa hiyo nawasi pia
wasifanye vitu vya namna hiyo waganga. Sasa leo hii unakuta mganga huyo ameshindwa kumtibia huko alipotoka, na leo hii bado anakwenda tena hapo kwenye msiba, anakwenda tena kufanya interview ya kusema kwamba yule mtu kweli alilogwa, ilikuwa 1, 2, 3. Sisi waganga tuna kanuni zetu na tuna taratibu zetu za kisheria, hata serikali inavyotupa vibali tuna miko. Na ndio maana hata leo hii wewe unapoumwa hapo ulipo, ukienda hospitalini, kitu cha kwanza, hata kama ulienda na ndugu zako, daktari anapenda azungumze na wewe, kwa sababu uwezi jua, kwa sababu hata hawa madaktari wanaamini kuna magonjwa mengine yanafanywa na Uswahili, sio kwamba hawa madaktari wa kizungu hawajui. Na ndio maana hawataki muingie wengi, anataka daktari uwe na mgonjwa wako, kwa sababu ni vitu vya siri ambavyo vinatakiwa viwepo wewe na mgonjwa wako. Sawa. Sasa unapotoka pale kwenda kwenye public, kwa hiyo tayari umevunja miko na taratibu za kanuni za tiba, kwa sababu hata leseni zetu tunavyopewa huwa haturuhusiwi kupiga ramli hadharani. Serikali imetukataza kitu cha namna hiyo. Mgonjwa kama ulikuwa kweli unania mganga ya kumsaidia yule binti wa watu, bahati mbaya mzuri familia ipo, kulikuwa kuna uwezo mkubwa sana ya kuifata familia na kukaa nayo pembeni na kuweza kuzungumza nayo na ukaweza kumsaidia pale. Mwenyezi Mungu akipokea dua lako, kwa sababu sisi tunaamini, hata sisi waganga pia tunaamini uwepo wa Mungu. Sawa, hata wachawi pia wanaamini uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wewe ukijinasidi kwamba kusema mimi ndio nimesema kama ni mganga peke yake, kwanza umevunja sheria za dini, na kama mganga unakuwa hata dini uzijui, basi wakati mwingine maana yake unakuwa unaharibu zile taratibu za tiba. Kwa hiyo ndio maana unakuta mimi nilivyokuwa nimeona nikakaa pembeni. Kweli hata kama mimi, unaona mfano mimi nakuja hapa kwenye msiba, nimekwenda paka kule ambako mwili ulipotoka. Sio kwamba hatukutani na wabaya, tunakutana na wabaya. Hata humu tunapokaa pale kwenye msiba tunakutana nao, kwa sababu ni moja ya taratibu zetu, lakini tuna mipaka. Hatuwezi kila tunachokiona huyu mchawi tukakaa huyu hapa mbona kaja kwenye msiba hapa mbaya. Huwa tunakaa pembeni, tunaheshimu, kwa sababu hizo ndio kanuni zetu. Na swali lingine kubwa zaidi kubwa Nyonyao, mimi nilikuwa nataka kujua kwa sababu wewe umeanza kuhudumu muda mrefu katika sekta hii na tiba za asili kwa jumla, na tumeshuhudia, mimi nimeanza kushuhudia tokea mwaka 2008 na uko chini zaidi. Leo tumeona jambo kama lililotokea pale airport kwenye msiba kama huu ambao watu wengi wanaotolea macho, kitendo cha wewe pamoja na mganga mwenzio kushikana mashati. Hii ina tafsiri gani? Kwa sababu video zina trend kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanasema kwamba haikuwa na haja ya hayo yote. Labda tuambie shida ni nini na kwa nini imekuwa hivyo? Mimi ndio maana niseme, kama ungeona ile video, mimi nilikuwa nachukua matukio yangu pale msibani kama kawaida. Lakini tatizo kubwa labda ni mambo ya misiba. Kwenye msiba kila mtu anakuwa na utaratibu wake. Sawa. Kwenye msiba watu tunapokuwepo, kila mtu ana utaratibu wake na kila mtu ana uhuru wa kufanya chochote kwenye msiba. Kwa hiyo kama mtu uko zako msibani, kama mtu unachukua matukio, na ndio maana uliona kwenye msiba kila mtu amekaa na akachukua nini? Matukio. Sawa, kwa hiyo mimi nimechukua matukio kutokana na upande wangu. Sijui unanielewa ya. Okay, so pale nilimsikia bwana Tiza akiwa anaeleza kwamba huyu anasemaje mimi ni kijana wake. Labda nilikuwa nataka utupitisha. Yaani hiyo kusema kwamba wewe ni kijana wake. Kwa nini ni kijana wake na anakataa hilo? Labda tueleke sawa hili, kwa sababu wote mnafanya kazi moja. Wote ni watu ambao mnadili na jadi na wote wa Tanzania wanawatazama hapa. Tafsiri hii ina maana gani? Kuliweka sawa hili. Sisi wote, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi wote tunajenga nyumba moja. Na kama tunajenga nyumba moja, riziki huwa anatoa Mungu. Sawa. Kama riziki anatoa Mungu, sisi katika kugombana kwetu labda tunagombania, tunaweza kusema labda nini? Sijui ni wateja, sijui ni nini. Alafu mimi sikuwa serious kwa sababu wote tunatukana. Yeye ananitukana. Yeye tunatukana. Sawa. Sisi yeye ananitukana, mimi namtukana. Wote sisi tunakaa tunafanya kitu kimoja. Sijui unanifahamu. Lakini katika vitu ambavyo vipo, sawa? Hakuna haja sisi ya kugomba, kwa sababu unajua hii nchi inaendana na sheria. Sijui unanielewa.
kila kitu kina utaratibu wake, na ndio maana sisi tunapokuwa tunagombana hatujakuja kugombana. Tusifanye mambo ya kugombana. Mimi ni kijana wako. Tusigombane, tunakuja kugombana. Tufuate sheria ndugu yangu. Hatukuja kugombana kaka. Mimi ni kijana wako. Tazi kijana wako zangu. Mimi ni kijana wako. Sikiza, hebu sikiliza. Naona wenyewe. Mnaona wenyewe. Hatukuja kugombana kakaangu. Nisikilize. Embo, achana mambo hayo. Nisikize. Nyau nisikilize. Nyau nisikilize ngombe. Nisikilize. Wewe useme ushahidi nisikilize. Mimi nakupa jibu. Mimi ni kijana wako. Mimi ni kijana wako. Mimi nakupa